watumishi wa Mungu sasa tunaona kanisa lina kiu sana ya kuabudu na kusifu. Walau hata kwa mwezi mkituangalia wakati wa mtakatifu atakapowaongoza, tukawa na ibada hata ya jioni ya kusifu na kuabudu. Hata kwa sisi tu hapa tukaabudu, tukaimba, tukaombea. Hiyo itatupa kiu sana ndani ya mioyo yetu, kwa sababu kanisa linakuwa na muda mfupi sana. Lakini tukipata nafasi hiyo, basi tutaabudu, tutasifu, na Mungu anaketi katika sifa na katika ibada. Na moyo wa Mungu unapenda pia sisi wanadamu tuweze kumwabudu kwa jinsi hiyo, yeye anafurahi. Basi tupo tena kwa somo lingine, mwendelezo wa somo lile ambalo linahusu maisha ya maombi yenye nguvu. Tumekuwa na mwendelezo wa somo hili kwa muda mrefu, na karibu takriban miezi mitatu sasa, na somo hili limekuwa ni mwendelezo. Lakini Roho Mtakatifu ameruhusu kwa sababu anataka tuwe na maisha yenye ushindi, maisha ya maombi. Ndio maana Yesu Kristo alipokuwa duniani, muda wake mwingi ulikuwa ni kwa ajili ya maombi. Maombi yake binafsi kabla hajaenda kuwafungua watu wengine. Wiki iliyopita tulianza kipengele kingine kinachohusu sifa za mtu ambaye anatakiwa kuwa mwenye maisha ya maombi yenye nguvu. Tuliangalia sifa moja ambayo inahusu unyenyekevu. Tukaangalia kwa kina namna gani huyo mtu wa maombi anatakiwa na hiyo sifa unyenyekevu. Leo tena ni siku nyingine tena ambapo tunaenda kuangalia sifa nyingine inahusu imani. Sifa nyingine inahusu imani. Maisha ya Kikristo yeyote haiwezi kuendelea bila maombi, na wala haiwezi kustawi bila kuwa na imani. Na maombi ni njia moja hapo au ni pumzi ya Mkristo yeyote katika ulimwengu huu wa sasa na ulimwengu wa roho. Na pia maombi ndio njia pekee ambayo inatuunganisha sisi na moyo wa Mungu, inayomfanya Roho Mtakatifu aweze kukaa ndani yetu na kutuunganisha na kuyasaidia maombi yetu yawe na nguvu. Ni kwa njia hiyo ya maombi ambayo inatufanya tuwe namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunapaswa kuelewa kwamba maombi peke yake haiwezi kuwa na nguvu yenyewe kwa yenyewe. Maombi yenyewe kama yalivyo haiwezi kuwa na nguvu peke yake. Nguvu ya maombi ipo katika imani. Imani ndio inayotuwezesha sisi kuwa na nguvu ya kiroho. Ndio chanzo cha maombi yoyote yenye nguvu. Na imani ndio inayotusababisha sisi ili tuweze kufika kwenye kiti cha Eva, na kwenda mbinguni, na kufika katika kiti cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Pasipo imani hatuwezi kumpendeza. Biblia inatufundisha katika kile kitabu cha Waebrania, katika mstari wa 11, sura ya 11 mstari wa 6, ya kwamba lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Mtu anayemwendea Mungu lazima aamini kwamba Mungu yupo, na ya kwamba huwapa thawabu wale wanaomtafuta kwa bidii na kwa imani. Maombi yetu hata kama yangekuwa na nguvu namna gani, hata kama yangekuwa na maneno mazuri kiasi gani, hata kama yangekuwa ni marefu kiasi gani, hata kama yangekuwa yameambatana na machozi, lakini yasipokuwa na imani, yasipopendwa na imani, yasipoambatana na imani, ni sawa na bure. Haya maombi hayafiki kokote. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu hiki cha Waebrania ambao ndio sura ya imani, ndio kitabu maalum zaidi katika habari za imani, kinatufundisha ya kwamba Mungu huwazawadia wale wanaotafuta kwa bidii na kwa imani. Na hii inatufundisha kwamba Mungu si kiziwi hata asisikie. Mungu haangalii tu maneno ya kawaida. Mungu anatazama ule moyo wa mtu anaotoa ibada. Anapoutazama ule moyo, anauangalia, yeye angalii kama anavyoangalia kama wanadamu waangaliavyo. Kwa hiyo anapoona ile imani ndani yake na ile bidii ya maombi, Mungu huwa anatenda. Na ameahidi kwamba Mungu atatufanikisha, yeye ataibuisha, yeye atatusaidia. Soma katika kitabu kile cha Yeremia ile 29
na mstari wa 13 sema, nami mtaniita na mtakwenda na kuniomba, nami mtawasikiliza, nami mtanitafuta na kuniona, mtaponitafuta kwa mioyo yenu yote. Hapa tunaona sababu ya kwanza ya kumtafuta Mungu, ya kwamba tutapoamua kumtafuta. Ukiangalia huu mstari, nani mtaniita, kwa kuniita. Cha pili, na kwenda. Na tatu, na kuniomba, nami mtawasikiliza, yani mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa mioyo yenu yote. Ile imani. Wakati mwingine tukaamua kuomba, tukaomba lakini majibu hayaji. Lakini tunapofikia hatua sasa ya kuanza kumimina mioyo yetu yote na kumwelekea Bwana, hiyo ni nguvu ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye Bwana ameahidi ya kwamba tutapomtafuta kwa imani, yeye kwanza tutamsikia na yeye atajibu maombi yetu. Na hii ndio siri ya mtu yeyote ambaye anatamani kumsikia Mungu. Tutapoomba kwa bidii na kwa imani, Mungu atajibu. Lakini katika ile Mathayo 7:7 inatuambia, Yesu mwenyewe anatufundisha hapa ya kwamba ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Yesu mwenyewe ametuambia kwamba tutapoomba kwa imani, yeye hata nyamaza kimya. Yeye hata nyamaza kimya, hata tutikia. Lakini ya 34 mstari wa 15, Zaburi ya 34 mstari wa 15 inasema hivi, macho ya Bwana yako kwa wenye haki na masikio yake kwa kilio chao. Kwa sababu ya Mungu, tunapoomba kwa imani, macho yake sisi yanatuelekea. Bwana Yesu asifiwe. Wala Mungu hatanyamaza kimya. Kwa leo tunajifunza kwamba tunapoomba kwa imani, ya kwamba tunakuwa na uhakika uwepo wake, lakini pia tunakuwa na amani ya mioyo, lakini tuna matokeo ya kiroho kwa sababu maombi yetu yanapatana na imani, kwamba tunaomba tunawajia kwamba Mungu anatusikia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini maombi ya imani yanapatana na imani? Kwa nini imani katika maombi ni muhimu? Kwa nini imani ni msingi wa maombi? Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia kwamba imani ni daraja kati ya mtu na Mungu. Kwa nini imani ni msingi wa maombi yetu? La kwanza, imani ni daraja kati ya mtu na Mungu. Imani ndio inaleta uhusiano ulio hai kati ya wanadamu na Mungu. Imani ndio inayotuunganisha sisi na kuonekana kwamba maombi yetu yanamkaribia Bwana. Tusipokuwa na imani, tunaonekana kama wageni mbele za Mungu tunapoendelea kwa maombi. Tunaonekana Mungu anapotazama anatuona kama wageni. Lakini tunapoendelea kwa imani, tunaonekana mbele za Mungu kama vile mtoto anapomwelekea babake, anapomkaribia babake. Haonekani kama mgeni. Na ndivyo imani inavyotuambia. Tukisoma kile kitabu cha Waebrania ile sura ya 4 mstari wa 16, anasema basi na tukaribie kiti cha rehema kwa ujasiri, ili tupewe rehema, na rehema ambayo itatusaidia wakati wa mahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Hii inaonyesha kwamba imani inatupa ujasiri wa kuingia mbele za Mungu. Inatupa ujasiri mbele za Mungu. Tusipokuwa na imani, haiwezekani kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia msingi mwingine wa pili kwa nini imani ni muhimu katika maombi yetu, kwa sababu imani inaleta uhakika wa majibu yetu. Tunapoomba maombi yote, tunapoingia kwenye maombi, hatuendi kwa kubahatisha ya kwamba tunaomba tu kwamba pengine Mungu atajibu hatajibu. Hapana, tunapomwendea Mungu ni lazima la kwanza tuwe na uhakika kwamba Mungu anasikia na Mungu anajibu kikamilifu. Maombi ya imani yote ile hana lugha mbili, hana lugha labda ninge au labda haya maombi hayapo namna hiyo. Maombi ya imani yapo katika msingi wa neno la Mungu. Ni kwamba ni amina na kweli katika ahadi za Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ile Waebrania 11 mstari wa 11 inasema imani ni hakika ya mambo yatakayoonekana, mambo yasiyoonekana. Basi imani ni kuwa hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani inatupa hatua moja mbele
ya kuyaona mambo kabla hayajatokea katika jicho la nyama na mwili. Bwana Yesu asifiwe. Imani inatupa uhakika, hatua moja mbele ya kuona matokeo kabla hayajatokea katika ulimwengu. Kwa hiyo mtu ambaye haendi kwa imani anakwenda kwa mtazamo ambao hayaoni kwanza matokeo. Kwa hiyo hivyo anapomwendea Mungu anamwendea kwa mashaka, kwa sababu cha kwanza hana uhakika kwamba Mungu yake ana uwezo wa kuweza kutatua hilo jambo analomwomba, ya kwamba Mungu wake pengine anaweza kutenda wasitende. Lakini mtu wa imani anaona kwanza Mungu anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Anaona matokeo katika ulimwengu wa roho kwanza kabla hayajatokea. Kwa imani inatupelekea hatua moja mbele kuona majibu kadhihirika kwa macho ya kawaida. Hivyo sasa ukisoma katika Marko 11 ndio mstari wa 24, Yesu mwenyewe anatufundisha hapa kwamba kwa sababu hii nawaambia, yote mliombayo na kuomba, amini kwamba mmepokea, nayo yatakuwa kwenu. Yesu mwenyewe ambaye ni Mungu, tumemsoma sana, tumejifunza habari zake na tumeona matendo yake yalivyo makuu. Alituambia siri moja kuu ya ajabu, ya kwamba yote tutakayoomba bila kuona shaka, aminini ya kwamba ni kuwa ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa tunajifunza ya kwamba sifa moja hapo ya mtu yoyote ambaye anataka kuwa na maombi yenye nguvu, ni lazima sharti la kwanza atengeneze imani. Lazima awe na imani kwamba Mungu anasikia. Kwa hiyo imani inabadili mtazamo wetu katika maombi. Badala ya kuomba kwa hofu na mashaka, tunaomba kwa uhakika wa majibu. Lakini msingi mwingine wa maombi ya imani hubadilisha maombi ya kawaida kuwa maombi yenye nguvu. Imani hubadilisha maombi ya kawaida kuwa maombi yenye nguvu. Pasipo imani, maombi yanabaki kuwa kama maneno tu ya kawaida yasiyokuwa na nguvu. Pasipo imani, maombi yanabaki kuwa kama maneno ya kawaida yasiyokuwa na nguvu yoyote, yasiyoweza kuleta athari katika ulimwengu wa roho, yasiyoweza kubadilisha mambo katika ulimwengu wa roho kuja katika ulimwengu wa mwili. Kwa imani inaweza kubadilisha matokeo na kuwa silaha kuu sana katika ulimwengu wa roho, ambayo inaweza kufanya mambo makubwa. Kwa imani ndio inayotoa uzima ndani ya maombi. Bila imani, maombi yanabaki kuwa desturi ya kawaida tu. Ni kama vile unaongea mwenyewe, lakini hakuna matokeo yote. Kwa imani ndio inatoa uzima. Asipo imani, hakuna maombi yenye nguvu. Na hapa tunajifunza somo ambalo linaitwa maisha ya ushindi yenye nguvu. Maisha ya maombi yenye nguvu. Kwa hiyo katika hii sifa moja hapo mwana wa Mungu ambaye unatakiwa kuitengeneza ni kuwa na imani juu ya neno la Mungu, kuwa na imani juu ya ahadi ya Mungu, ya kwamba Mungu anaweza yote, ya kwamba Mungu anaweza kutenda, ya kwamba hakuna jambo gumu kwake, ya kwamba yote yanawezekana kwa yeye amini tu. Yakobo 5:16 nasema maombi ya mwenye haki yafaa sana. Maombi ya mwenye haki yafaa sana endapo ataomba kwa bidii na kwa imani. Kwa Yakobo anatufundisha hapa kwamba maombi ya mwenye haki yafaa sana kama ataomba kwa bidii. Anatoa mfano wa Elia. Elia alikuwa ni mtumishi binadamu kama sisi, mwenye udhaifu kama sisi tulivyo wakati mwingine, lakini alikuwa na sifa moja tu ya imani. Yeye aliomba kwa bidii. Alipokuwa anaomba, mvua ikaacha kunyesha miaka 3.5. Na baadaye akaomba tena, mvua ikanyesha, mazao tena, hadi zikaanza kutoa mazao. Kwa Elia alikuwa kama sisi tulivyo, isipokuwa Elia, Biblia inasema maombi ya mwenye haki, cha kwanza alikuwa mwenye haki, cha pili alikuwa na imani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunapoomba maombi ya namna hiyo, tunaunganishwa na imani, yanakuwa na uwezo wa kuzalisha matokeo makubwa. Na kama tunaona ile Elia katika kusoma katika Yakobo
sura ile ya 5, 17 na 18 tutaona hili tukio ambalo linamuuliza juu ya hili. Lakini tuangalie pia Musa. Wakati wana wa Israeli walipigana na Amaleki, Musa alipokuwa akiinua mikono juu, tunaambiwa kwamba Israeli walikuwa wanashinda. Lakini alipokuwa akishusha mikono chini, Waisraeli wanapigwa. Bwana Yesu asifiwe. Kitendo cha Musa kuinua mikono juu ilikuwa ni ishara ya maombi. Ishara ya maombi. Ishara ya imani katika maombi. Kwa hiyo alipokuwa akiinua maombi juu ni kwamba Israeli ilikuwa inashinda. Lakini kile kitendo cha kushusha mikono chini, Israeli ilikuwa inashinda. Mpaka sasa tunaona huyu wakaanza kumtegemeza kwa mikono. Kwa hiyo imani ya kuanza kumtegemeza, wanaweza kumtegemeza ilikuwa na imani kwamba tukimtegemeza na maombi matokeo yanatokea. Na katika hivyo tuliona Israeli iliwashinda Amaleki. Na hiyo tunaposoma Kutoka 17, 11 na 12 tusome kidogo. Kutoka 17 mstari wa 11 na 12. Kutoka 17 1 na 2. Yes. Hallelujah. Amen. Kutoka ile 17 na 11 12 tunaona ile kisa inaonyesha kwamba ushindi wa kiroho mwili hautegemei maombi, yanategemea maombi ya imani. Ndio. Kutoka 17 11 na 12. Ikawa Musa alipoinua mkono wake, Israeli walishinda, na aliposhusha mkono wake, Amaleki walishinda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa tunaona mikono ya Musa ilikuwa ni ishara ya maombi. Ilipokuwa juu ndivyo nguvu ya Mungu ilivyozidika. Na ushindi wetu sisi wa leo unategemea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namba 12. Lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito, basi wakatwaa jiwe wakaliweka chini yake akalikalia. Haruni na Huri wakaitegemeza mikono yake, mmoja upande huu na mmoja upande huu. Mikono yake ikathibitika hata jua lilipokuchwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona hapa ile kitendo cha kuinua mikono juu ilikuwa ni ishara ya maombi ya imani. Kwa hiyo kwa kadri ambavyo mikono ya Musa ilikuwa ikithibitika, ndivyo nguvu ya Mungu ilikuwa ikiongezeka. Kwa hiyo sisi wa Kristo leo tunajifunza kwamba kwa kadri ambavyo maombi tunavyoomba kwa imani, ndivyo nguvu ya Mungu inavyozidika. Inawezekana katika yetu tukachoka, na ndio maana tunahitaji kutegemezana ya sisi kwa sisi. Tunapoanza kuombeana sisi kwa sisi, peke yetu hatuwezi. Kama unaona katika mtumishi Musa ambaye alikuwa mtumishi mkubwa, kuna wakati alichoka kwenye maombi. Lakini neno la Mungu linasema kwa maombi ya watu wengine kumtegemeza, mtumishi wa Mungu Musa aliweza kusimama na ushindi ulionekana. Na sisi pia tusiache tuombe kwa imani matokeo yao. Tunamwona pia Hana huyu alimlilia Mungu. Alililia mbele za Mungu kwa maombi ya imani. Na alikuwa na tatizo la kutopata mtoto kwa muda mrefu sana. Kwa wakati wa mwaka ulikuwa umekwenda hekaluni, akaenda siku hiyo akamlilia Mungu kwa maombi ya imani ambayo ilikuwa imejaa uchungu sana mbele za Mungu, akimwomba Mungu, ninaomba unipatie mtoto. Na Mungu akamsikia. Alipotoka pale tunaona Hana alitoka moyo wake ukiwa na furaha, moyo wake ukiwa umekunjika, moyo wake ukiwa na amani hata kabla hajapata. Kwa aliamini kwamba tayari ameshapata. Haja zake zimejibiwa. Alipoona alipotoka pale, alitoka akiwa mtu tofauti na alivyoingia. Kwa hiyo hata sisi wenyewe tunapomwendea Mungu, kwa sababu Mungu ni wa kuogofya. Mungu ni Mungu mwenye nguvu. Hatuwezi kumwendea pasipo imani. Na maana Waebrania anatuambia katika 11:6, pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa yule aamini kwamba anataka kwenda kwenye maombi, lazima aamini kwamba Mungu yupo na Mungu hapa thawabu. Mungu hujibu maombi kwa wale wanaomwendea kwenye maombi. Tukiendelea kwenye maombi na ikiwa ya kwamba tuna mashaka, Mungu anahuzunika.
kwa sababu anaona sisi hatumwamini. Tunaomba tu kama desturi ya kuomba, lakini bado tuna mashaka naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama tunaona kisa kimoja pale cha Petro. Wakati anataka kwenda pale, anaona Bwana anatembea juu ya maji. Naye akasema, Bwana nikufuate. Tunaona Yesu akamwambia njoo. Alipokwenda akaanza kutembea vizuri. Lakini alianza kuwa na imani. Imani ile ndio iliyomsababisha kwamba anaweza nikatembea. Akatembea kweli kwa sababu ya imani. Na mjaribu akaja kumjaribu katikati. Upepo ukapita katikati ya Yesu yupo Bwana. Na alipoona shaka tu, Biblia inatuambia kwamba tunamwona Petro alizama chini, pamoja na kwamba Yesu alikuwa pale pale. Na hata sisi pale tunapokuwa na mashaka, ni ngumu sana. Nguvu ya Mungu ina kanuni zake ya utendaji katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo Mungu anatazama sisi leo tunapoingia kwenye maombi, lazima tukuze imani. Lazima tumwamini Mungu kwamba Mungu anaweza, ya kwamba Mungu anaweza kutenda yote. Kwa imani yetu inapokuwa juu, Mungu anatenda. Na ndio maana ile Marko 11:24 anasema yote mtakayoomba, mtakayoamini, haya yatakuwa kweli. Kwa hiyo funguo za kufungua zipo kwetu, zinategemeana na namna ambavyo tunaamini. Na ndio maana ile Waefeso, ukisoma ile Waefeso 3:20 inasema tukuze Mungu asiye kutenda mambo makuu kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani. Kwa kadiri ya imani ambao ipo ya kumwamini hadi za Mungu. Hadi za Mungu ni kweli na halisi, sipo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa imani kubadilisha machozi kwa ushindi. Tunamwona Hana ambaye alipoenda hekaluni akiwa na machozi na uchungu kwa kutopata mtoto, lakini alipofika pale kwa sababu ya imani yake, alitoka yale, ilibadilisha yale machozi na uchungu na kuwa furaha na ushindi. Kwa maombi ya imani yanabadilisha hali ya moyo na kuleta faraja hata kabla ya matokeo yakiwa hayaonekana. Hivi itokee tu kwamba unamwamini kabisa kwamba Mungu anatenda na una uhakika kwamba ukiomba Mungu anajibu. Unapoingia kwenye maombi, unaingia katika maombi ukiwa na hali gani? Nina hakika kabisa katika wewe unapoingia kwenye maombi utakuwa na uhakika kwamba ninaye Mungu. Ninaye Mungu. Kwa maana Zaburi anasema katika ile Zaburi ya 20:7 anasema wengine wanataja magari, wengine wanataja farasi. Wakati huo magari na farasi ndio vilikuwa vitu vya thamani sana. Lakini sisi tutalitaja jina la Bwana Mungu wa majeshi. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Piga Yesu makofi. Lakini tunaona pia imani inaweza kubadilisha hali isizo kuonekana kuwa ushuhuda wa nguvu za Mungu. Kwa mfano tunaona Elia. Yeye aliomba mvua ikaacha kunyesha kwa miaka 3.5, lakini pia akaomba tena mvua ikanyesha. Hata sisi tunaweza kubadilisha jambo lolote katika ulimwengu wa roho. Na likatokea katika taifa, katika familia, katika biashara, katika kitu chochote kile ambacho tunakumbana nacho. Inategemea na imani tu. Tukuze imani yetu. Tukuze imani yetu. Tukuze imani yetu. Matendo makubwa ambayo Yesu alisema mtayatenda hata kuliko ya mimi nilivyofanya, inategemea na imani tu. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka mtumishi mmoja, Benson Idahosa. Wengi mnamfahamu, mshamsikia. Benson Idahosa ni mtu wa imani. Wakati huo alikuwa kama hivi unaona huko Tanzania tuna Moses Kurola. Wakati huo alikuwa anaitwa Benson Idahosa, Nigeria. Enzi za kipindi cha nyuma sana, miaka ya nyuma mno. Wakati huo Pentecost unaanza kutembea. Wakati anaokoka, aliposoma ile Marko 16 kwamba na ishara hizi zitaambatana na hao waaminio, watatoa pepo kwa jina langu, wataweka mikono kwa wafu nao watafufuka. Akatoka na hiyo neno. Alikuwa na baiskeli yake wakati huo, kipindi kama ni miaka mingi sana. Akatoka akaanza kutembea, akatafuta, je, kuna mtu yeyote hapa amekufa? Bwana Yesu asifiwe. Akashikia ile neno, akaanza kutembea, akaanza kuzunguka. Alipofika akakuta mtu tayari amekufa pale. Akaomba, yule mtu akafufuka. Bwana Yesu asifiwe. Sisemi kitu ambacho ni historia, kipo. Na hata ukienda kwenye YouTube utaona. Bwana Yesu asifiwe. Ni watu wachache sana ambao
wanaweza kuyafanya, wakamfanya Roho Mtakatifu atende. Ni imani. Ni imani. Sisi Wakristo wa leo tunaamini hadi za Mungu kama historia tu. Wako watumishi wa Mungu wanaamini hata ukimwi wanaamini kwamba hawezi kuponyeka. Si kweli? Kwamba Yesu anaweza akafanya mambo yote lakini sio ukimwi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nikwambie tu kwamba Yesu ndio mfalme wa uzima. Yeye ndio mwenye kubeba uzima. Akisema hakuna awezaye kusema hapana. Tumwamini tu. Kama kuna kitu ambacho tunataka tujenge watu wa Mungu leo hii, ni kujenga imani kwa Mungu kwamba yeye katika neno lake, katika ahadi ya neno lake, yeye anaweza. Yeye anaweza. Na katika ndani ya moyo wako uamini kabisa kwamba usiwe na shaka yoyote. Ukiwa na shaka tu tayari umepoteza. Hata kama utaomba na kufunga, labda rehema za Mungu tu zikurehemu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hizo ndizo kanuni za Mungu. Lakini pia tunajifunza imani inabadili udhaifu wa wanadamu kuwa nguvu ya Mungu. Imani inabadilisha udhaifu wa wanadamu kuwa nguvu ya Mungu. Tunamwona mtumishi wa Mungu Musa wakati Israeli inapigana na Amaleki. Wakati mtumishi wa Mungu yupo kwenye maombi, yale maombi yalibadilisha. Walipokuwa akiomba, Biblia inatuambia kwamba Israeli walikuwa na shida. Na pale ambapo walikuwa wameacha kuomba, Israeli walikuwa wana shida. Imani inabadilisha udhaifu wetu. Na sisi katika udhaifu tulionao, katika mambo tofauti, nenda kwa imani mbele zake. Nenda kwenye maombi kwa njia ya imani. Unapokwenda mbele zake, amini ya kwamba Mungu anaweza. Kwako haliwezekana, lakini kwake Mungu linawezekana. Kwako kweli ni jambo gumu, lakini kwake yeye hakuna jambo gumu, kwa sababu vitu vyote ni vya kwake. Na vyote vimeshikamana kwa njia yake. Na yeye ndiye aliyeviumba, na vyote vimeshikamana kwa ajili ya utukufu wake. Je, kuna jambo gumu lolote asiloweza Bwana? Hakika hakuna jambo gumu. Muamini tu. Jenga imani mbele zake, muamini. Hata kama hakuna mazingira na akili zimekataa, lakini wewe jenga imani kwa Yesu ya kwamba anaweza kutenda. Hata kama giza limeingia, hakuna kitu tumaini, hakuna jambo lolote, hakuna njia ambayo wewe unaweza kaiona, lakini amini hadi za Bwana. Inasema katika Isaya 46:10, usiogope. Niko pamoja na wewe niweze kukusaidia. Usiogope. Niko pamoja na wewe niweze kukusaidia. Ujapopita katika maji mengi hatakugarikisha. Katika mioyo ya moto haitakuunguza, kwa sababu mimi ni Bwana Mungu wako. Usiogope. Kama Bwana aliweza kubadilisha, wamefika wana Israeli pale mbele kuna ziwa bahari ya Shamu. Hakuna njia pa kupita. Nyuma wanaona wana Israeli majeshi yanakuja kwa spidi ili waweze kuwamaliza, wakakata tamaa. Lakini Biblia inatuambia kwamba Mungu akamwambia Musa, kwa nini kunililia? Na Musa kwa imani akazungumza, akawaambia wana wa Israeli, msiogope. Wale mnaowaona leo hamtawaona tena. Ni ambako mtumishi wa Mungu Musa alipata imani ya kuambia wale watumishi wa Mungu, wale mnaowaona tena hamtawaona tena. Nyamazeni kimya, naye Mungu atawapigania. Na nini kilitokea baada ya hapo? Baada ya kuenda kwa imani, na kuambia kama asingefanya hivyo, asingeenda kwa imani, walikuwa wanazaa. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na kwamba uwepo wa Mungu kwa juu yao. Na sisi hivyo hivyo. Nguvu ya Mungu ipo juu yetu. Neema ya Mungu juu yetu. Twende kwa imani katika mambo. Twende kwa imani. Funguo za mbingu, funguo za kuzimu na mauti, funguo za kufungua. Anasema ya kwamba lolote mtakaolifungua duniani na mbinguni itakuwa limefunguliwa. Na lolote mtakaolifunga duniani na mbinguni itakuwa limefungwa. Wana wa Mungu funguo tayari tunazo. Ila mimi tu kwamba utakapolifunga litakuwa limefungwa. Nani anaweza kufanya haya? Ni wewe na mimi. Tuongeze viwango vya kuomba. Biblia inatuambia Elia alikuwa mwanadamu kama sisi, na udhaifu kama sisi wanadamu.
alikuwa na tofauti na sisi, isipokuwa tu Elia alisema alikuwa ni mwenye haki, lakini aliomba kwa bidii. Biblia inatuambia kwamba mwenye haki wangu akiomba kwa bidii. Maombi ya mwenye haki yafaa sana endapo akiomba kwa bidii. Na sisi tujitahidi kuomba kwa bidii. Maombi ndio kila kitu. Hakuna kitu kizuri kama maombi. Maombi ndio yanatukaribisha na kutuweka na kutuketisha mbele za Mungu Baba. Mungu anawatafuta watu kama hao wanaomwabudu Mungu katika roho na kweli. Kwa katikati ya Mungu, katikati ya maombi, tunatoa dhabihu za kumwabudu Mungu. Tunatoa dhabihu za kumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, mtu anapojaribu kupiga simu bila kuwa na mtandao wowote. Una simu yako nzuri, umeamua kupiga simu kumpigia mtu yuko mbali bila mtandao, ina maana utapiga kama unaweza kupiga, hata upige mara ngapi, hata utumie nguvu kiasi gani kuzungumza, yule mtu hawezi kupokea ujumbe ambao wewe unataka kumwambia, kwa sababu hakuna mtandao, na wala hawezi kusikia kile ambacho umepanga kusikia ukizungumza, kwa sababu hakuna mtandao. Ndivyo ilivyo imani. Imani ni sawa na mtandao ambao pasipo imani, unapoingia kwenye maombi pasipo mtandao, ina maana ya kwamba maombi yako hata uombe kwa nguvu kiasi gani, hata ufunge na kuomba, lakini umekwenda bila maombi, ni sawa na mtandao. Umepiga simu huo pia huo mtandao. Kwa maombi yetu hawezi kuwa na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapomwendea Mungu, hakikisha kwamba tunamwendea kwa thabiti kabisa, kwa moyo wa thabiti, na Mungu anautazama moyo wa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maombi bila imani ni kama maneno ambayo tu ya kawaida, yanafiki popote. Hakuna nguvu yoyote inaweza kufanikisha mbele za Mungu. Kwa imani ni mtandao, wewe unaweza kutuwezesha sisi sauti zetu kufika mbele za Mungu. Bila imani maombi yetu baki bila kuwa na nguvu, hayafiki kokote. Kwa hiyo lazima tuweze kustawisha imani yetu iweze kukua ndani yetu. Imani ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo kwa maneno mengine, mtandao wa simu, kama mtandao wa simu unavyohitajika ili ujumbe uweze kufika kwa mpokea, ndivyo imani ambavyo inapofanya kazi katika maombi, ili maombi yetu yaweze kufika mbingu katika kiti cha enzi cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nenda katika ile Waebrania 11 mstari wa 6, kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Uzungumze hata kila siku. Angalia katika yale maneno ya Mungu katika hali za Mungu. Mtazame Ibrahim huyu, ukisoma katika ile Warumi 4:20-21. Tusome ile Warumi 4:20-21. Warumi sura ya 4:20-21. Amina, nitasoma. Huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi, kwa hiyo alihesabiwa kwake kuwa ni haki. Kwa hiyo tunaona wakati Mungu anamwambia Ibrahimu kwamba atakufanya kuwa baba wa mataifa. Kumbuka wakati huo Ibrahimu alikuwa ni mzee sana, na siku zake za kupata za mke wake Sara zilikuwa zimekoma. Katika ile hali ya kibinadamu ya mtu kupata mtoto ilikuwa imekoma kabisa. Lakini Mungu alipokuwa akimwambia Ibrahimu ya kwamba kupitia wewe utajitwalia, utakuwa baba wa mataifa mengi, Ibrahimu hakukataa, bado alizidi kumwamini Mungu. Pamoja na hali ya kibinadamu na macho yake na masikio yake kumwambia kwamba yeye ni mzee, kumwambia kwamba mke wake amekoma katika zile siku ambazo za uzee, katika hali ya kibinadamu hawezi kupata mtoto, bado alimwambia kwamba Mungu anaweza kufanya lolote. Na ndipo sasa tunaona hata alipomjaribu Ibrahimu, utajua kwamba Ibrahimu alikuwa anampenda Mungu. Pale Mungu alipomjaribu katika ile Kutoka 22, Ibrahimu unipendaye, chukua mtoto wako umpendaye sana, mtoto wako wa pekee umpendaye sana,
ukanitolee sadaka mpaka katika ule mji nitakuambia. Mlima mmoja wa Moabu, katika nchi ya Moabu nitakuambia. Ibrahimu akamuuliza nabii, ingawa alikuwa na mtoto wa pekee aliokuwa nao, amempata mke wake akiwa na miaka 100 na akiwa na miaka 90. Yesu asifiwe. Ishmaeli kashamfukuza, hayupo tena. Yeye ndio peke yake. Lakini kumbuka bado ana ahadi ya kwamba Mungu atamfanya kuwa baba wa mataifa. Ibrahimu kwa sababu ya imani aliyokuwa nayo, hakuuliza afanya nini, akaenda kumtoa mtoto wake wa pekee Isaka katika nchi ya Moabu, katika mlima mmoja hapo. Biblia inatuambia kwamba alimchukua mtoto wake, na hii ni kwa sababu ya imani, akamweka madhabahuni, akamtoa sadaka. Kile kisu kilikuwa kinakwenda moja kwa moja ndani ya moyo wake. Mungu alipomtazama, alimtazama akiwa anatoa kabisa, kisu kinafika moja kwa moja. Alipoiona ile dhamira ndani yake, na ndio dhamira hiyo ile ambayo tunapomwendea mbele za Mungu, Mungu anaitazama, anakuangalia wewe, anatazama mimi. Pale ambako Mungu anapoona kwamba tuna mashaka juu yake, Mungu huwa hatendi. Hakitenda ni kwa rehema tu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu ni Mungu wa kanuni. Mungu ni Mungu wa kanuni. Hii tuweka maombi yenye mafanikio. Maombi ambayo tutakuwa na ufunguo wa kufunga chochote ambacho tunataka tukakifunga, ya kufanya kazi pamoja na Mungu. Kwa sababu Mungu hufanya kazi pamoja na wao wampendao, ili kuwapa mema katika siku zao za hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi tunatakiwa kuwa na imani. Ibrahimu ingawa alikuwa ni mzee, lakini aliweza, haijulikana kama baba wa imani kwa sababu ya imani yake isiyeyumba. Alipopewa ahadi na Mungu kwamba atakuwa baba wa mataifa, Abrahamu aliamini hata pale alipoonekana haiwezekani. Na pamoja na kwamba Sara alikuwa ni mzee sana, lakini bado alimwamini. Kwa hiyo tunafundishwa kwamba imani hufanikisha maombi yasiyo ya kawaida. Abrahamu aliamini ahadi ya Mungu. Matokeo yalikuwa pale tunaona ambako aliona yale yasiyowezekana yakawa yanawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Yale yasiyowezekana, na ndio sasa tunaona kuna taifa la Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Imani inashinda mashaka na hali zote za kibinadamu. Hata mwili uwe dhaifu au uwe mwili mkubwa kama Ibrahimu tunavyomwona, lakini imani inashinda. Kitendo cha kumwamini tu Mungu kwamba anaweza, kwa hiyo imani inaweza kushinda udhaifu. Imani inaweza kushinda mazingira. Usiseme bwana mimi sijua sijasoma, siwezi kufanikiwa. Usiseme bwana mimi sina mtaji, hata sijui nitaanzia wapi. Bwana Yesu asifiwe. Usiseme mimi hata sijui, sina hata mtu yote wa kunisaidia. Usiseme mimi hata sijui chochote. Bwana Yesu asifiwe. Muamini Mungu. Mungu anaweza kufanya njia pasipokuwa na njia. Mungu amewaona watu Mungu akiwanyanyua akiwa mavumbini mpaka kuwaketisha katika wakuu. Bwana Yesu asifiwe. Muamini Mungu, Mungu anaweza. Muamini Mungu, Mungu anaweza. Utapomwamini Mungu kwa moyo wako wote, ili Mungu atachukua nafasi. Hapo Mungu atapoona kwamba umemtumainia yeye kwa mwili, kwa nguvu zako, anachukua nafasi kwa sababu umeyakabidhi yote mbele zake. Na yeye ndipo atatuanza. Muamini Mungu na umwachie yote, yeye anaweza. Tujifunze kwa mfano mwingine wa imani na ujasiri katika maombi, mfano wa Yefta. Yefta, kitabu cha Ibrania ukisoma ile 10:32. Kitabu cha Ibrania kinaaminika kwamba wana theolojia wanasema kwa kitabu hajajua mwandishi nani. Lakini ukianza kuangazia tunzo zilizokuwa zinatungwa, inasemekana kitabu kile kilichoandikwa na mtume Paulo. Bwana Yesu asifiwe. Kimeandikwa na mtume Paulo. Kwa hiyo ukiangalia 10:32, wakati kinaanza nasema basi niseme nini zaidi, wakati wa uruhusu kueleza habari za Gideoni, za Baraki, za Samsoni, za Yefta, na Daudi, na Samueli na manabii. Hii inaonyesha kwamba Yefta ameingia katika orodha ya mashujaa wa imani waliotajwa katika sura hii ya 11 ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kuwa na imani, nenda kasoma hii sura ya 11. Isome asubuhi, isome mchana, isome jioni. Tafakari yote, irudi tena kesho yake na kuangalia wale watu waliojaa imani. Walifanya nini na nini walikuwa